Nzuri. Bwana, maneno yalikuwa ni mengi sana kuhusiana na manager Dimitri Pantev. Mwamba kaanza kapata ushindi kwenye mechi ya kama kawaida sawa, ingawa alikuwa na kikosi cha kawaida, umeelewa bwana, wachezaji wengine wako kwenye majukumu ya kuzipambania nchi zao. Sawa, lakini still mwalimu wachezaji wale waliokuwa nao kawa train vizuri na amewapanga, wameenda kutupa nini? Wameenda kutupa matokeo. Kumbuka Al Ahly Omdurman sio timu ya kawaida, ni timu ambayo ipo kwenye mashindano ya klabu bingwa, na wale wana kikosi chao chote kamili kimefanya nini? Kimekuja, sio wamekuja nacho wakiwa wanatafuta nini? Wanatafuta sawalizimi ya timu yao, sawa, kuelekea katika hatua nini inayofuata, kwa sababu hatua ya kwanza ameshafanya nini? Ameshafuzu. Kwa moja tunamuona mwalimu wa Simba anaenda kuipa Simba nini? Matokeo na Al Ahly Omdurman ambao Al Ahly Omdurman tushawahi kucheza nao tukiwa full team. Sawa, tukatoa nao sare ya 1-1 kama unakumbuka hapo, kina Chama kina Mixon, timu yuko full, lakini tulitoa nao sare ya 1-1 kipindi kile yuko Florentina Ibenge, sio, umeelewa? Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wengi, wamekuja wote, kina Kolibali nani wote wachezaji wao wamekuja nao wale wa mwaka jana, mwenye kina Kamugisha wote wamefanya nini? Wamekuja nao. Kwa hiyo kikubwa mwalimu wetu amejua jinsi gani ya kuicheza ile mechi kimataifa, basi amepata matokeo 2-1. Kwa mimi nina imani huko tunakoelekea mwalimu anaenda kutupa kitu. Hii inawapa tafsiri gani wana Simba? Maneno yalikuwa ni mengi sana mtandaoni kwamba kocha hana sifa, manager hana sifa, lakini Mwamba ameanza. Hii inatoa taswira gani kuelekea katika msimu unaofuata? Unajua vitu vingine walitakuwa wao wenyewe wajiongeze, sawa Swala la mtu kutokuwa na pro license ya CAF ya kukaa kwenye benchi, yani sifa za CAF, ni vitu vya kawaida kwa sababu ni kozi ya wiki 3. Umeelewa? Hapa alikuja Pablo Didier Dalosa, unakumbuka? Si alikuja kuisomea wakati uko nini uko Simba. Kuna walimu wengine unakuta hawana ile future ya kusema kwamba watakuja kufundisha mpira nini Afrika hapa kwa muda mrefu. Akili zao ziko kwenda kufundisha mpira Ulaya. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ndio hao walimu wetu. Ni mwalimu ambaye ni mzaliwa wa Bulgaria, huyu ni Mgiriki ambaye ni mzaliwa wa Bulgaria. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa elimu aliyokuwa nayo ni kubwa. Sema hichi kipengele cha CAF walichokiweka ndio yeye unakuta nini lakini kozi ya wiki 3. Sio, umeelewa? Lakini kumbuka mwalimu huyu alisimama mechi ya Gaborone na nani? Na Simba. Ndio ujue kwamba propaganda sometimes zinakuwa zisaidii. Umeelewa? Lakini kikubwa sisi tunachokiangalia mwalimu anaenda kutupa kitu gani? Mwalimu ana experience gani na ana uwezo gani? Sawa, wa kufundisha nini? Kufundisha kile ambacho watu wanakifanya wanachotarajia ukipata kutoka kwenye timu yao. Kwa mimi namuona mwalimu yuko vizuri na anapaswa kuwepo katika benchi la nini? La Simba kama manager. Bila shaka hatujashuhudia mechi yote, lakini tumeona highlights, baadhi tu ya magoli, lakini pia performance uwanjani. Kuna kitu kipi ambacho umekiona jibi? Mimi kuna rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anachukua ile, alinionyesha. Sawa, kwanza sasa hivi Simba hakuna back pass. Huyu mwalimu ni muumini wa mbele kwa mbele, hahitaji back pass. Kwa hiyo ndio mpira alikuwa anaocheza jana Simba, umeelewa? Na Jonathan Soa ameonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani, umeelewa? Kwa hiyo kila mchezaji jana aliyepata nafasi ameonyesha uwezo wake. Kuna bwana mdogo mmoja ule beki wa ni center back wa nyuma, ule bwana mdogo tulimpandisha under 20, naye jana amecheza vile ameonyesha uwezo wa hali ya juu. Golikipa tumetumia golikipa vile wa nini? Tulompandisha kutoka under 20, naye ameonyesha uwezo wa hali ya juu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Simba kikosi chake kimesheheni wachezaji ambao mwalimu ana uwezo kuwatumia wote na akakupa nini? Akakupa kitu. Na namuona ni mwalimu ambaye azarau mchezaji. Yaani mchezaji yote ambaye amesajiliwa na Simba atapata nafasi kama ataonyesha katika viwanja vya nini vya mazoezi. Akimuonyesha mwalimu kwamba bwana mimi nina kitu 1 2 3, basi anaenda kumpa nini? Anaenda kumpa nafasi, na mchezaji kama akionyesha ataendelea kumwamini. Kwa hiyo tuna timu msimu huu ya wachezaji 30 ambao wote wana uwezo wa kutumika na wakakupa nini? Wakakupa kitu. Ndio kilichoonekana jana. Mchezo wa kwanza wa kirafiki anapata ushindi kocha. Tutegemee makubwa kutoka kwa meneja huyu? Tutegemee makubwa. Yaani tutegemee makubwa sana kutoka kwa nani? Kutoka kwa mwalimu, kwa sababu ni mwalimu ambaye falsafa zake ni mwalimu ambaye ni muumini wa 4-3-3. Ni mpira wa kushambulia muda wote. Na jana wamepelekewa moto kweli. Sawa, wamepelekewa moto kweli jana Al Ahly Omdurman. Na bora tungecheza na timu ndogo. Al Ahly Omdurman ni timu kubwa, nao wako kwenye mashindano ya klabu bingwa. Wanaitafuta timu yao kuelekea kwenye hatua inayofuata nini na mashindano ya klabu bingwa kama vile Simba. Kwa hiyo tumepata kipimo sahihi. Tofauti na timu fulani imecheza na TRA hapa. Ngoma umeisikia leo, ngoma bila. Wamecheza na TRA. Ngoma bila leo. Na kocha wao yupo, amerudi, alikuwepo kwenye benchi.
Umeelewa bwana, lakini ngoma imetoka bila kina Max nani wote wafanya nini walikuwepo. Lakini Simba, lakini ukauliza anakuambia Pacome hayupo. Sasa Pacome nani? Mbona Simba uko watu kibao wapo? Lakini watu wamepata matokeo tena mechi ya kimataifa. Sio umecheza na timu ya ndani hapa ya ligi TRA. Timu iliyopanda daraja msimu wa mwaka jana. Kwa hiyo Simba tumepata kipimo sahihi. Tunazungumza na mashabiki wa upande wa pili, walizungumza na kusema kwamba Jonathan Soa alifunga siku ya jana. Wakasema kwamba anafunga kwenye mechi za kirafiki lakini ndani anapata ugumu sana. Kwani kwenye ligi hajafunga? Sio sasa mechi moja aliocheza ndio hiyo kafunga. Mechi nyingine hakucheza Jonathan Soa. Amecheza Mkwala akaja akaingia Mwalimu. Soa kuingia. Kwa hiyo kila mechi anayocheza Soa lazima afunge. Hizo ndo statistics za Soa. Mechi zote alizocheza kuanzia mechi za Egypt kule hajafunga mechi. Si umeelewa? Na hii mechi ya Simba Day hapa. Lakini mechi zobakia zote alizocheza, iwe ya ligi iwe ya kirafiki, zote amefanya nini? Amefunga. Si umeelewa? Kwa hiyo Jonathan Soa sio mchezaji wa kawaida kama wanavyofikiria wao. Kwa hiyo Jonathan Soa yuko vizuri. Yuko vizuri. Bana, nimepitia katika ukurasa wa semaji la FIFA Ali Shabani Kamwe anakuambia Pacome wa Yanga amehusika kwenye goli 7 za leo dhidi ya Ivory Coast dhidi ya Shelisheli. Umeiona hiyo GB64? Nimeiona yule unajua umeelewa. Pacome Zuzu amehusika kwenye goli 2. Mimi mechi nimeangalia. Amehusika kwenye goli hizi 2. Na man of the match amekuwa Ibrahim Sankara. Sawa, ndo mchezaji ndo man of the match wa nini wa ile mechi. Kwa vitu vyote alivyoongea mle ndani ameongea ni uongo. Hakuhusika kwenye goli zote 7. Amehusika kwenye goli 2 tu Pacome. Sio umeelewa Na man of the match ni ule Sakala ndo Sangale yule ndio man of the match wa ile mechi. Sio Pacome. Na huyo Pacome ameanza leo amecheza na timu gani? Hivi Ivory Coast angekutana mfano na Ghana na Kameruni, yani mechi zile ambazo ni hot, Zambia, timu kubwa, Pacome hawezi kuitwa timu ya taifa. Na hata kama angeitwa asingeanza. Kwa sababu wewe kile kikosi yule mwamba wa Dortmund yule Sebastian nani? Unamjua? Sebastian Ara ameanzia benchi. Nicolas Pepe ameanzia benchi. Huyo Sankara mwenyewe ameingia ameanzia benchi. Si umeelewa? Kwa sababu anaenda kucheza na Shelisheli ambayo katika mechi 9 zote amefungwa. Yaani mechi 9 zote watu wamempiga mpaka 9. Si umeelewa? Sababu mechi ya kwanza ya nyumbani Ivory Coast kamfunga yule Shelisheli 9. Si umeelewa? Ndio maana akaona asisumbue master wake, waitwe nao kina Pacome waingie wakafanya nini? Wakaonekane nao wakacheza. Lakini kama Ivory Coast wanahitaji timu ya competition, Pacome hawezi kucheza. Sebastian Yala ameanzia benchi, kina Sangale wameanzia benchi, kina Dingla wale wameanzia benchi. Umeelewa? Hapa jibi unataka kusema Pacome Zouzoua hajakwenda pale kwa sababu ya ubora wake kupata namba kucheza fasi ya dakika zote 90? Ubora ni uko hata kama kaitwa kule, ubora upo pale pale. Kaitwa kwa sababu ubora wake, lakini kulingana na ile mechi wanaokwenda kucheza. Kwa ubora wake ile mechi inamfaa. Kwa ubora wa Pacome ile mechi inamfaa. Lakini sio kwamba yani ule mwamba angekuwa anahitaji sasa anacheza mfano na Morocco, anacheza mechi kubwa sasa. Anahitaji kitu Ivory Coast, Pacome hawezi kuanza. Hata kama ataitwa timu ya taifa. Ivory Coast wana watu. Kwa nini asianze kama leo ameanza? Tofauti ni nini? Kaka, kama Nicolas Pepe. Unakumbuka ile Ivory Coast kule? Hakuitwa. Wachezaji kibao hawakuitwa. Kutoka Ulaya hawakuitwa. Ina maana Ulaya peke yake wale wanawachezaji karibuni 100 wanafika Ivory Coast. Pacome ataitwa aende kacheze na nani? Wala ameona tusisumbue master wetu. Ndio akina Pacome njooni mcheze. Si umeelewa? Baba sisumbue master? Ndio kina Pacome njooni mcheze. Wanacheza na Shelisheli. Sasa wao wanacheza na Shelisheli ndugu yangu, timu ambayo mpaka sasa hivi imefungwa goli 44 katika mechi zao walizocheza. Sasa Pacome asipate nafasi ya kucheza na Shelisheli, atacheza mechi ipi sasa? Sio kama hayuti wanamuonea aina ya wachezaji. Yaani wewe unapozungumzia Kameruni, Ghana, Ivory Coast, Senegal, Congo, hizi ni timu ambazo zinaongoza. Nigeria zinaongoza kwa kuwa na wachezaji wengi Ulaya. Kwa hiyo wewe unayecheza Afrika uwezi ukapata nafasi. Kwa maana hiyo JB unataka uniambie Ivory Coast angekutana na Ghana au Senegal, Pacome uwezi ukamuita Pacome.
Huwezi kumuita? Pale vyuma vinaenda kuumana, huwezi kumuita Pacome. Hawezi kupata namba kwa sababu wanaenda kucheza wachezaji wenye akili nyingi, wachezaji ambao wanafuata maelekezo ya walimu, sio kucheza individual skills. Umeelewa? Yaani umepata mpira, njia iko wapi? Njia za mpira ziko huku, ziko huku. Pitisha hapa, twende hapa, ingia pale, fanya hichi. Mwalimu anakupa maelekezo. Sasa hivi tunachezea sasa hivi. Wewe unapata mpira unataka upige chenga, tupige chenga umtie mtu kidali. Mpira huu haupo. Umeelewa? Mpira sasa hivi ni wa maelekezo kwa sababu timu za taifa zinacheza kwa maelekezo. Ni timu ambazo zinakaa kwa muda mfupi. Individual skills sasa hivi ni chache mno. Watu wanaenda mbele na ndio maana watu wengi wa Simba wamuelewi jinsi yao. Kwa sababu ni mchezaji anayecheza kwa maelekezo ya mwalimu. Sasa Pacome hafuati maelekezo ya mwalimu. Pacome Zouzoua ni mchezaji wa kufua wa individual skills, yani anatumia talent yake kwenye mpira basi. Lakini achia hapa twende pale, achia pale twende pale, Pacome huwezi kumuona. Umeelewa? Pacome mpaka umwache awe free roller acheze yeye anavyojisikia. Si umeelewa? Lakini wachezaji wanaocheza Ulaya wanacheza kwa mifumo sahihi ya mpira. Na mechi kubwa zile zinahitaji uwe na fitness ya 90%. Pacome hana fitness yake 60% kushuka chini. Vipimo vinamkataaga. Hata ile Ivory Coast si aliitwa wakaenda Ufaransa kufanya mazoezi, si alikuja akatemwa katika wachezaji 50 wale. Kwa nini ametemwa? Injury na individual skills. Hawahitaji sana kucheza individual skills. Unatakiwa ufuate maelekezo ya mwalimu anasema nini. Kwa sababu ni timu inayoandaliwa kwa muda mchache. Kwa hiyo watu wanafuata maelekezo ya mwalimu tu. Ndio wanaohitajika kwenye timu za taifa. Muda mchache, uwe na akili nyingi, ufuate mwalimu anasemaje. Sio mwalimu anarudi anafanya repetition kila wakati kukueleza jambo. Ndio kina Pacome hao. Sawa. Mimi nataka tumalize na ile hapa. Kocha wa Young Africans. Mwamba amerejea, inasemekana dili la kumpata kocha wa Madagascar limekufa. Na wewe ulikuwa unampigia sana chapuo Romain Folz aendelee kubaki. Umepokeaje dili la kocha wa Madagascar kufeli? Yanga mimi nilishazungumza, hela hawana. Na katika kitu ambacho Yanga angebugi kumleta yule kocha wa Madagascar. Makocha wa timu ya taifa kwanza hawafundishi kwa muda mrefu. Huwa wanafundisha timu kwa muda mchache mno. Yaani ule muda mrefu ameupata ni ile Chani. Kaja hapa kakaa mwezi mzima. Lakini hizo international break wiki moja, wiki mbili kamaliza. Muda mwingi anakaa nyumbani. Kwa hiyo hata skills zake za ufundishaji zinakuwa sifanyi kazi, zinakuwa dormant, sio tuli, sio hai. Sio, umeelewa? Je, aina ya mpira unaotaka wewe umeuona kwa Madagascar? Wewe una wachezaji kama wa Madagascar? Madagascar ni wachezaji ambao wameandaliwa, wengine wa Brazil, mlo wa Colombia, wa nani. Wamechukuliwa huko wanapelekwa katika timu za Madagascar, wanaandaliwa katika kutengeneza timu yao ya taifa iliyokuwa bora. Kwa ni mfumo ambao wamejitengenezea katika kuandaa timu yao ya taifa. Ndio maana wanacheza kwenye ligi yao ya ndani, ukitoka pale unapelekwa nje, unauzwa na nchi na chama cha mpira. Kwa hiyo wale wachezaji wengi hata ukiangalia appearance zao, wale sio nini? Sio Afrika. Ni marathons ambao wamechanganyika wa Brazil, kuna wa Colombia mle ndani, kuna wa Portugal. Sio, umeelewa? Ina maana wametengeneza mfumo wao, structure yao ya kutengeneza timu yao ya taifa. Kwa hiyo unaweza ukaona wanacheza mpira wa aina fulani, kumbe ni mfumo ambao tayari unatumika katika nchi yao kwa sasa. Sasa wao ukienda kuchukua yule mwalimu, labda ukachukua na wachezaji wa Madagascar aje nao. Umeelewa? Tatizo la Yanga sio mwalimu. Tatizo la Yanga ni rhythm imepotea ya Aucho. Aucho ndo alikuwa rhythm ya Yanga, yani Aucho ndo alikuwa anaamua Yanga ichezeje. Sio, umeelewa? Tunacheza sasa hivi, tunachezea mpira, tunapiga pasi nyingi, sasa hivi tunapiga mipira mirefu, sasa hivi tunashambulia, tuna defense, ni Aucho. Na ndio maana leo unamwona hata Mudazili ana furaha amepotea. Kwa sababu gani? Mudazili ukitaka wake aende Singida mfuate Aucho. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tatizo la Yanga sio mwalimu, tatizo la Yanga ni Aucho. Watafute mchezaji ambaye mbadala anaweza akakupa hata 80% ya uchezaji wa Alidi Aucho. Yanga inarudi kwenye rhythm yake. Azizi Ndambwile pure defensive, yeye anakaba sana, kuchezesha timu hawezi, kuanzisha mashambulizi yule hawezi. Azizi Ndambwile, umeelewa? Azizi Ndambwile kuanzisha mashambulizi, yani kuisaidia timu katika kuanzisha mashambulizi hawezi. Usitishike na ile Libons alofunga siku ile. Ile ni Libons inafungwa na mchezaji yoyote.
Na hata haina goli alofunga, angalia siku ile ameblock. Umeelewa? Kwa mpinzani katanguliza 1-2 kapiga. Sio aanze kuchezesha watu, Aucho muangalie. Lete, chukua, lete, chukua, lete. Ndo mpira wanaotaka Yanga. Yanga haina shida kutafuta matokeo. Matokeo Yanga wanayapata kwa njia yoyote. Wapo watu wanaotafuta matokeo, kina Maxi, kina Pacome Zuzu, wale ndo watafutaji wa matokeo. Timu ichezeje ndo Yanga wanaumia. Huu mpira wanaocheza hawauelewi. Lakini mpira wanaocheza hawauelewi. Je, sajili mlizoleta mlimuhusisha mwalimu? Kwamba bwana hapa mchezaji tunayemuondoa ni huyu. Aina mpira anaocheza ni huu. Wewe sasa tuletee mtu anaweza kuja kucheza na rhythm yako. Wasajili wamefanya wao, mwalimu hajahusika. Hii sana ya leo inaweza pia ikaboost wale watu ambao walikuwa wanamkataa. Nakwambiaje? Yaani bado rhythm ya Yanga ni Aucho. Hata leo umeona. Yaani unaweka kocha hana shida. Kocha hana shida. Kocha hana shida. Kwani kocha ndo kamsajili Nduboel? Kocha ndo kamleta nani? Dombia. Kocha ndo mamleta Balakonte. Yaani Balakonte ule unamuona kabisa. Mimi wakati wana promo sana ile sajili niliwaambia huyu mmepigwa. Mimi nimemfuatilia Balakonte. Sio SS Faction, hata timu alizotoka zote Balakonte mimi namfuatilia. Umeelewa? SS Faction ndio timu inayoongoza kwa kufungwa magoli mengi katika mashindano yale tulotoka. Kwani Yanga wamemuonea wapi Balakonte? Musa Balakonte Yanga wamemuona baada ya kuja kucheza na Simba makundi, ndio wamemuona Balakonte. Sasa umemuona kwenye ngo ipi? Statistics zake ulivyomuona zinambeba? Yeye ndo kiungo mkabaji, ndo sio wa timu ya nini SS Faction. Ndio timu iliyoongoza kwa kufunga magoli mengi, walifungwa magoli 14, si 16. Sasa wao nasema huyu ndo pure defensive midfielder kuja kuziba pengo la Aucho. Aucho ambaye kaisababisha Yanga misimu 4 hawajawahi kufikisha hata kuruhusu goli 14. Waliruhusu goli 11, wakaruhusu goli 10, wakaruhusu goli 8. Wameruhusu goli 10 tena msimu wa mwisho. Aucho. Unaendaje kuchukua mchezaji ambaye katoka kwenye timu imeruhusu goli 14 kwenye mechi 6 tu za mashindano ya CAF? Alafu mechi ulizomuona amepigwa nje ndani. Alafu leo engineer anakaa naye anacheza chess. Unajua maana tafsiri ya ile chess? Chess maana yake kwamba chess ni mabadiliko. Tumefanya mabadiliko, tumemtoa Aucho, tumemleta huyu Balakonte, ndio maana ya chess. Mimi nikawaambia nishalifumbua ile fumbo kwamba mmemtoa huyu nani alidi Aucho, mmemleta Balakonte kwamba kaja kuziba pengo la Aucho. Huyu hawezi. Nikamuita nani? Alidi Aucho ni sawa na roboti. Uwezo kumbadilisha na Balakonte. Alidi Aucho kwenye kukaba anakaba, kwenye kuchezea mpira umwambii kitu. Umeona, kwenye kushambulia umwambii kitu. Yeye ndo mwanzishaji wa mashambulizi ingawa afunga. Lakini Fed pass zile za kuelekea kwenye kutoa assist, yeye ndo inatokea kwake, inaelekea kwa mtu anaenda kufanya. Mashambulizi yote yanaanzia kwake. Kwa anachezesha timu, ana hold na ana uwezo wa kudefense. Ni Alidi Aucho. Uganda sio Yanga, Uganda wenyewe mpaka sasa hivi kichwa kinawauma katika kupata mbadala wa Alidi Aucho. Mpaka sasa hivi hajampata mpaka sasa hivi mbadala wa Alidi Aucho. Kwa maelezo haya jibi sana unaniambia Young Africans walikosea kumwacha Alidi Aucho. Alidi Aucho Yanga wamekosea, yani walitakuwa Balakonte akija Alidi Aucho awepo. Yule mtoto ajifunze, yule bado. Niliwaambia wakaniambia, "Wewe hamna lolote kwenda huko mlimtaka mkamkosa." Nikamwambia huyu tumwatia chaka. Tulomtaka sisi anaitwa Kante. Sio Conte. Nikamwambia tutaona huyo kama atacheza. Anacheza. Hakuna kitu nilichowaambia Yanga ambacho hakijatokea. Niliwaambia huyu Chabalala mnamchukua kwa ajili yani kuwakomoa Simba. Lakini mwisho wa siku huyu Chabalala hawezi kumweka benchi Baka. Kamweka benchi Baka. Boka. Shadrack Boka kamweka benchi. Sasa hivi fulana kapoteza mpaka nafasi yake timu ya taifa. Lakini yote tuliwaambia dogo unapokwenda sio mpaka simu watu wanampigia bwana Chabalala huko unakokwenda sio hiyo 100 200 zitakuponza. Kaa kwenye ukapteni wako. Yuko wapi sasa? Yuko wapi? Mpaka timu ya taifa Moroko kamtema. Sasa hivi ngoma Pasco Msindo ndo habari ya mjini. Na Mligo anakuja. Umeelewa? Muona chuma kile?
Kwa hiyo kashapotea katika ramani ya mpira wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Hawezi kucheza. Kwa hiyo hakuna nilichoambia Yanga, mimi mtu wa mpira ujue. Mimi nazungumza mpira. Kwa ukabaji anaokaba Shadrack Kiboka na mfumo anaocheza Yanga, Chabalala hachezi. Chabalala atacheza kwa mfumo wa Simba wa kushambulia kwa pasi nyingi, afu muda wote mnashambulia. Chabalala mzuri. Tukija kwenye kudefense kama wanavyosema Yanga hataki kufungwa. Kwa hiyo muda wote wanataka wazuie. Wanashambulia kwa nyakati. Chabalala hawezi. Chabalala anataka kamwage maji. Umeelewa? Kwa hiyo na Alidi Aucho niliwaambia huyu kote hawezi kuziba hata nusu ya mpira anaocheza Aucho. Huyu hawezi. Wakadibishia watu wa Yanga. Na nikamwambia hapa mtaleta walimu wote mtafukuza. Hata Madagascar hata kama wangempata, hana hela tu. Yule mwalimu ana shida angekuja. Hela Yanga hawana. Kwa sababu hapa wanatakuwa hela na hela mara mbili. Kuvunja mkataba wampe hela mwalimu avunje mkataba Madagascar. Umeelewa? Na huku avunje mkataba wa Roman Foili sio Fozi, Foili. Alafu ndio uweze kumleta yule mwalimu. Yaani watoe hela mara mbili, watoe hela kuvunja mkataba Madagascar, wampe mwalimu avunje, sio yeye avunje, wao wampe hela avunje. Alafu na huko amvunjie mkataba nani? Roman Foili. Ndio Yanga sasa yule mwalimu aje. Hizo hela zipo. Labda wao ndio wakashtakiane kwa wamwambie wamkope, alafu waanze mashtaka kafu. Na yule mwamba ashajua Yanga ni watu wa kudhulumu. Hawezi kunilipa. Kwa hiyo hapa ninganganie nichukue niondoke na changu. Mwamba kangangania. Na jana ameposti vikopa anaipenda sana Yanga. Kwa hiyo bado yupo sana tu. Dua zetu zimepokelewa na Mungu. Tuliomba dua. Huyu aendelee kuwepo, swali tuzulumu. Sikashinda kwa kuzulumu huyu mwalimu. Basi nataka endelee kuwepo ili tukutane naye tena. Pakome ya offside afunge tena. Sawa, hivi tumezungumza mengi sana. Mariza ili kwa mashabiki wa Simba, mechi ya kwanza meneja anapata ushindi, kikosi kinaonekana kina mabadiliko. Zungumza na mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba kikubwa ni kutulia. Tuachane na propaganda za wachambuzi wetu. Wachambuzi wetu hawa tunawajua. Ndio wanaoanzisha mambo baadaye anawapalia. Jana nimesikia mimi kuna mchambuzi mmoja maarufu hapa nchini, ni kipenzi naona cha Wanajangwani. Jana mpaka anatia aibu, anatia huruma anachoongea. Yaani sio anachoongea ajisikii. Naona ajisikii anachoongea. Yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kumsifia Roman Foiz. Ni Mjerumani, mwalimu mdogo. Mwalimu kaja ana mifumo sijui 200 sijui na ngapi. Kamsifia, kampa makrediti chungu mzima, kapita Mamelodi, kapita sijui wapi. Leo kamgeuka jana. Ansi Rafaeli jana kamgeuka Roman Foili. Hamtaki. Sasa hivi senti tunavyopewa unaharibu tasnia yako, unaharibu uweredi wako. Wewe umemsifia tayari, Foili ni kocha. Na alivyoifunga Simba ndo mama alimwambia kabisa huyu acheke mpaka siku ya nini? Siku ya dabi. Na kweli siku ile akatufunga goli la usulubishi akadai huyu ndo mwalimu sasa. Leo jana alikuwa anamkataa. Anakwambia yule Madagascar ndio kocha. Anaanza kutoa data za uongo za mwalimu wa Madagascar. Kwa hiyo yani wachambuzi wetu ni watu wa propaganda. Kwa hiyo watu wa Simba ndio watakao tuwe makini. Sisi tukae kimya. Sisi timu yetu inaprove kwa vitendo. Sio anamsema sasa hivi mzee Matatu. Jana limepigwa pila tatu jana. Lile linaitwa pila tatu. Kuna mwamba mmoja anaekti filamu za Kichina yule. Anaitwa nani yule? Linapiga mitatumu. Leki filamu moja na mtoto wa Bruce Lee yule. Yakuza. Pila Yakuza jana limepigwa jana. Lile pila Yakuza. Yaani pila Yakuza watu wanalombaya. Yaani mule ukikosea unajikata kidole mwenyewe ndio pila lile. Mwalimu kashaambia wachezaji Simba. Yaani ukikosea tu wewe mwenyewe. Tukirudi kambini kata kidole chako kimoja. Ndio yule mwamba yule anaitwa Yakuza. Kwa hiyo lile pila Yakuza jana, pila la kikatili. Huyo Lushini huko naye na matatua sasa hivi kila sehemu. Haelewi wala asikii. Umeelewa? Kwa hiyo Simba ya moto, watulie tuanywe mtoli, nyama atazikuta chini. Hizi propaganda zingine tuachane nazo. Umeelewa bwana, tuachane nazo. Shukrani sana. Asante sana.